Mwongozo wa kujifunza Biblia leo ikiwa ni Novemba 16 mwaka wa 2025, siku ya Jumapili. Mada ya leo inasema uaminifu. Soma Hesabu 13 aya 6, aya ya 30 hadi 32, na Yoshua 14 aya 6 na aya 14. Kalebu alikuwa nani? Nafasi yake ilikuwa ipi kati ya watu wa Israeli? Jina la Kalebu linatokana na neno la Kiebrania Keleb, mbwa, ambalo wakati wote linaonekana kwenye Agano la Kale katika muktadha hasi. Hata hivyo, Keleb linatumika kwenye nyaraka zilizo nje ya zile za kibiblia pamoja na nyimbo kuelezea juu ya ujasiri, uthabiti na uaminifu wa mtumishi kwa bwana wake. Kwa kuzingatia hili, Kalebu alikuwa mwaminifu kwa jina lake, akidhihirisha katika maisha yake yote uaminifu usioyumba kwa bwana wake. Hii inaonyesha nini juu ya Kalebu? Kwamba alikuwa radhi kutoa mawazo yake, ingawa wapelelezi walio wengi walikuwa na mawazo tofauti kabisa, na watu wa Israeli walitishia kumuua. Tazama Hesabu 14 aya 6 hadi ya 10, aya 21 hadi 25, Hesabu 26 aya 65 na Hesabu 32 aya 12. Hebu tafakari juu ya hawa viongozi muhimu wa Israeli waliokuwepo wakati mmoja na Yoshua na Kaleb: Shamua, Shafati, Igali, Palti, Gadieli, Gadi, Amieli, Sethuri, Nabi na Geueli. Je, unaweza kuyatambua majina haya kwa haraka? Pengine la. Kwa nini? Kwa sababu ni majina ya wale wapelelezi wengine 10 waliotumwa na Musa ili kuipeleleza nchi ya Kanaani. Wamesahaulika kwa sababu majina yao hayastahili kukumbukwa. Taarifa walioileta ilionyesha kwamba ile nchi ya ahadi haingewezekana kuitwaa. Hawa walijiona kama panzi, wakijilinganisha na majitu waliokuwa wakazi wa sehemu za maeneo ya ile nchi, na mioyo yao iliyeyuka kwa hofu mbele za kuta zisizoingilika za mji iliyojengwa kwa ngome pale Kanaani. Kalebu, akiwa mwenye umri mkubwa kati ya wale wapelelezi wawili walioleta taarifa chanya, akaongoza katika kuwasilisha uwezekano mwingine, mtazamo wa imani. Alikuwa radhi kunena kile alichojua ni sahihi, licha ya upinzani, hata katika hali ya kukabiliana na uwezekano wa kuuawa. Lakini mkutano wote wakaamuru wapigwe kwa mawe. Hesabu sura ya 14 aya 10. Huwa unafanya nini pale uonapokuwa walio wengi wanaokuzunguka wana mtazamo tofauti, wenye mwelekeo kinyume na imani yako ya ndani kabisa? Hii ni Novemba 16, siku ya Jumapili. Mada ikisema uaminifu. Hii ni mwendelezo wa somo la 8 linalosema watu hodari wa imani, Yoshua na Kalebu. Mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya mwongozo wa kujifunza Biblia, na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya mada hii nzuri siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu udumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.